Habari, mambo vipi? Kama unasumbuliwa na gesi tumboni, lakini pia tumbo kujaa gesi, ama kupanda mpaka kifuani, video hii ya leo ni maalum kwa ajili yako. Kwa hiyo, fuatana nami mpaka mwisho, uweze kujifunza jinsi gani unaweza kujisaidia kwa njia rahisi kabisa ukiwa nyumbani. Na kwa wale ambao utakuwa ni mgeni katika chaneli hii, hakikisha unabonyeza neno subscribe ili ujifunze zaidi kuhusiana na tiba asili. Na moja kwa moja nikazungumza jinsi gani unavyoweza kujisaidia kwa njia ya haraka tatizo la gesi tumboni ama asidi nyingi tumboni ukiwa nyumbani. Lakini mara nyingi gesi husababishwa na vyakula ama msongo wa mawazo, lakini pia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kushindwa kufanya kazi vizuri. Inabidi nizungumzie hili kwa sababu kuna wengi hamfahamu gesi tatizo lake linatokana na nini, na tatizo lake linatokana na mawazo. Kwa hiyo ambaye una mawazo mengi sana, yani msongo wa mawazo mwingi, lakini mfumo wako wa chakula kutokumeng'enya vizuri ama kufanya kazi vizuri. Lakini pia ulaji wako wa chakula inategemea unakula vipi chakula chako. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo ambaye una asidi nyingi tumboni ama tatizo la asidi, nadhani hilo ndio vyanzo vyake. Isipokuwa kwa wale ambao pia hamfahamu ni dalili zipi ambazo unaweza ukahisi kwamba wewe una tatizo la asidi nyingi tumboni. Mara nyingi dalili zake huwa ni kujaa tumbo, yani tumbo lako linakuwa linajaa mara kwa mara, haueleweki kwamba kwa nini tumbo linajaa sana. Hata kama ukila chakula kidogo basi tumbo linakuwa limejaa. Lakini pia kujisikia kubanwa kifuani. Kuna watu ambao wanabanwa sana kwenye kifua. Na mara nyingi hali inaweza katokea usiku. Mpaka watu wengine kupelekea kuhisi kwamba labda kwa kuna imani nyingine za kishirikina ama ni hali gani. Asidi inaweza kwa kufanya ukahisi labda umerogwa, lakini sio kweli. Asidi huwa ikibana inaweza kukupelekea hali ya kujisikia kubanwa kifuani ama kwenye koo. Kwa hiyo hali hiyo pia ipo. Lakini pia kuwa na kichefuchefu. Kichefuchefu pasipokuwa na sababu maalum. Hasa wakati kama umetoka kula, huwa unapatwa na kichefuchefu, ama mtu kuwa na kichefuchefu kama vile ni mjamzito. Kichefuchefu tu mara kwa mara hapa na pale, pia hizo zinaweza kawa ni dalili za mtu mwenye asidi nyingi tumboni ama tatizo la gesi. Lakini pia kutoa gesi mara kwa mara, yani nikimaanisha hapa mtu unakuwa unashuta mara kwa mara, kwa hiyo hali pia ni tatizo la gesi. Kwa hiyo nadhani hapo utakuwa umeelewa dalili za gesi. Ikiwa una dalili mojawapo kati ya hizo, ingawa dalili nyingine zinaweza kufanana na ugonjwa mwingine, lakini ikiwa na dalili za hivyo, tumbo kujaa gesi, kusikia kubanwa kifuani, kichefuchefu, kutoa gesi mara kwa mara, basi jua kabisa hilo ni tatizo la asidi, na unatakiwa kufanya hivi unaposikia hali hiyo ikiwa uko nyumbani. Namna ya kufanya, kuna njia nyingi tofauti za kuweza kujisaidia tatizo hilo wewe mwenyewe binafsi ukiwa nyumbani kwa kutumia vitu vya kawaida ukiwa nyumbani. Njia ya kwanza, unaweza kutumia maji ya vuguvugu pamoja na limao. Ikiwa umepatwa na hali kama hiyo au unapatwa na hali kama hiyo mara kwa mara, jaribu kufanya hivi. Asubuhi unapoamka, kabla ya kula kitu chochote kile, chukua maji ya vuguvugu, yapashe kidogo. Maji yako yani yapashe ya vuguvugu kwa mbali. Alafu utatia limao tone moja. Yani tone moja, limao kidogo sana. Yani tone kidogo sana. Baada ya kutia limao, utakunywa yale maji. Hii itakufanya wewe kupunguza hali hiyo ya gesi, hata kama utakuja kula baadaye. Na unatakiwa ukishakunywa maji ya vuguvugu ukae kama nusu saa ndio unywe chai ama uji ama chakula ambacho umekizoea kula asubuhi. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe kusafisha tumbo lako, lakini pia kupunguza hiyo asidi na kufanya hali nzuri ya mmeng'enyo wa chakula katika tumbo lako. Lakini njia nyingine ya pili ambayo unaweza kutumia ni tangawizi. Utaitumia vipi? Utachemsha maji ya moto, lakini katika yale maji ya moto ndani utatia tangawizi. Usitie kiungo chochote kile. Usitie sukari, usitie nini,
asali, hapana. Utachemsha tu maji, alafu ile tangawizi utaichonga vizuri, utaisafisha, utatia mle kwenye maji. Itachemka dakika kadhaa, alafu utaacha yale maji yawe na hali ya uvuguvugu. Kwa hiyo ukisha kunywa ile chai ambayo haina kitu kingine zaidi ya tangawizi kipande chake ulichochemsha kwenye maji, utakuwa umeondoa tatizo hilo ukiwa nyumbani. Na njia hii pia ni nzuri, na hiyo inasaidia kwa kiwango kikubwa. Lakini njia nyingine ya tatu, utaweza kutumia karafuu. Nadhani wengi mnaifahamu karafuu ilivyokuwa nzuri katika mmeng'enyo wa chakula, kusaidia tumbo lako kukaa vizuri, lakini pia huwa inapenda kuondoa harufu mbaya ya tumbo na hata mdomo. Kwa hiyo ukichemsha pia karafuu, hii itakusaidia wewe kuweza kuwa na hali nzuri. Yaani utachemsha karafuu yako, utatia hizo karafuu katika maji labda vipande 3 ama 2, alafu baada ya hapo vikishachemka, acha vipoe, kunywa maji yale ya karafuu ikiwa yana vuguvugu. Kwa hiyo pia utapata nafuu na utajisikia vizuri. Pia njia nyingine, unaweza pia kutumia tango. Tango ni nzuri sana na linasaidia pia. Kwa ambaye unapatwa hali ya gesi mara kwa mara, unasikia dalili ambazo nilizungumza hapo awali, tumbo lako huwa linajaa gesi. Kwa hiyo unaweza pia ukatumia tango. Utasafisha tango vizuri, utalitafuna. Lakini pia kwa wale ambao unaweza ka blend juisi ya tango bila kutia kitu kingine chochote, usitie sukari, usitie kitu chochote zaidi tu ya kunywa tango kama lilivyo. Kwa hiyo utakunywa juisi ya tango, hii itakusaidia wewe kupunguza hiyo hali na kuondoka kabisa. Na nadhani mpaka hapo umeelewa jinsi gani unavyoweza kutumia vitu hivyo. Pia naweza nikatoa ushauri hapa, ni vitu gani ambavyo unaweza kuepuka ili ukaacha kupatwa na hiyo hali mara kwa mara. Hii hali itakurudia wewe ikiwa kuna vitu ambavyo huwezi kuviepuka. Na vitu hivyo nitavizungumza hapa. Kuna vyakula vya mafuta mengi. Kuna baadhi ya watu huwa wanakula sana mafuta, yaani vyakula vyenye mafuta mengi. Ikiwa wewe una acid na unapenda mafuta mengi sana au nyama zenye mafuta mengi sana, sahau kwamba kuna siku utapona acid, kwa sababu acid pamoja na vyakula vyenye mafuta mengi ndio inazidi kulipuka kabisa. Lakini pia soda ama vinywaji vya baridi kama vile maji, barafu hivi nini, vitu vyenye baridi, lakini pia soda. Pendelea sana mara nyingi kunywa, hata kama ni juisi, fresh juisi, basi unakunywa fresh juisi ambao si ya baridi. Umetoka kutengeneza pale na umekunywa. Na si soda ama vile vitu ambavyo vinaweza kukusababishia wewe kuwa na gesi zaidi. Lakini pia kitu kingine ni kulala tu mara baada ya kula. Kuna watu ambao wakishakula chakula tu, hasubiri mpaka nusu saa kupita, yeye analala. Kwa hiyo sasa ile hali pia nayo inachangia sana kwa kiwango kikubwa. Endapo umemaliza kula chakula, na kushauri ukae hata masaa 2 mbele ndio ukalale. Lakini unaweza ukamaliza kula ukakaa nusu saa, ukanywa maji ya vuguvugu ambayo si maji ya baridi. Mtu mwenye acid akinywa maji ya baridi ni kama anachochea hali ile kutokuwa kuisha, yani inakuwa mara 2 zaidi ya pale. Kwa hiyo pia kulala baada ya kula pia nayo inachangia. Lakini pia kitu kingine ni kula kupita kiasi. Ikiwa wewe ni mtu wa acid, hautakiwi kula ukashiba sana, yani mpaka tumbo likawa linakosa ile nafasi. Unatakiwa kula kwa wastani, na pia ikiwezekana kama wewe ni mtu ambaye unapenda sasa kula sana, basi kula kidogo kidogo kila baada ya masaa kadhaa, lakini sio unakula ile kwa yani umekula sana. Haifai. Ukiwa unakula sana pia nayo ni mbaya. Na ushauri wangu wa mwisho, jaribu kuepuka vile vitu ambavyo wewe vinakusababishia acid, lakini pia punguza mawazo,
kunywa maji ya kutosha, na pia epuka kula chakula kingi kupitiliza. Kwa hiyo ambaye una acid, nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewana na mimi, na endapo utafuata hivyo basi utaona mabadiliko na utapata nafuu. Kama umependa somo hili, na kuomba usubscribe hapo ili uweze kujifunza nami katika mafunzo yangu mengine yajao. Pia usiache kulike, kucomment, na ikiwa utafanya jambo hili na ukaona lina manufaa, basi ulete komenti yako hapa na nitafurahi sana. Na